Muhtasari wa siku unaletwa kwako na Ikra 95.0 FM Nairobi. The station with a difference. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye muhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Bunge la Kitaifa limeidhinisha uteuzi wa watu 9 walioteuliwa kuhudumu kama makamishna wakuu, mabalozi na mawakala wakuu wa balozi. Uamuzi huo umetolewa kufuatia kupitishwa kwa ripoti kutoka kwa kamati ya kisekta ya ulinzi, ujasusi na masuala ya kigeni ambayo ilipendekeza kuidhinishwa kwa wawania wote baada ya kuwapiga msasa mkali mapema mwezi huo. Tukiachana na haya, ni kuwa waziri wa mambo ya ndani na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen ametoa onyo kali dhidi ya kudhalilishwa kwa bendera na nembo za taifa la Kenya. Murkomen amesisitiza kuwa vitendo hivyo ni haramu na vinaadhibiwa kisheria. Akizungumza wakati wa mkutano wa 45 wa usalama wa jukwaa la usalama katika kaunti ya Wajir, Murkomen amekashifu vitendo vya hivi majuzi vilivyonaswa kwenye video vikionyesha watu wakikanyaga na kuipiga teke bendera ya Kenya wakati wa mechi ya ligi ya mabingwa wa CAF jijini Nairobi. Na kwenye rubaa za kimataifa ni kuwa Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake haina dhamira ya kuunda silaha za nyuklia, huku zikiwa zimebaki siku chache kabla ya kuanzishwa tena kwa vikwazo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza mbele ya hadhara ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake haina dhamira ya kutengeneza silaha ya nyuklia, huku zikiwa zimebaki siku chache kabla ya vikwazo vya kimataifa kuanzishwa tena dhidi ya taifa hilo kutokana na shughuli zake za nyuklia. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika nazo zikiwa ni 2 zimetoweka baada ya saa 3. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi.